112 wokovu. Ulinena nafsi yangu chini ya damu. Kwa ajili ya kukaribisha neno. Ulinena nafsi yangu chini ya damu, chini ya damu. Mike. Mike. Shaka zewe chini ya damu, chini ya damu, chini ya damu yako Yesu, ndani yangu Yesu, unilinde kwa siku zote, chini ya damu, chini ya damu, chini ya damu yako Yesu, ndani yangu Bwana, unilinde kwa siku zote, chini ya damu yako, makimbilio ya wenye dhambi, chini ya damu, chini ya damu ni ukombozi kwa watu wote, chini ya damu, chini ya damu, chini ya damu yako Yesu, ndani yangu safi, unilinde kwa siku zote, chini ya damu, chini ya damu, chini ya damu yako Yesu, ndani yangu Bwana, unilinde kwa siku zote, chini ya damu yako. Tusimame, some neno. Tunasoma Mathayo mtakatifu sura ya 20 mstari wa 1 na kuendelea. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9, akafanya vile vile. Hata kama saa 11, akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia,
kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri, akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Amen. Tunaomba. Yesu Kristo, Mfalme, Muumba wa mbingu na nchi, tunakushukuru umetukusanya tena kama vifaranga vya tai ambavyo vina njaa na kiu kwa ajili ya chakula. Jioni ya leo Baba, tunaikabidhi kwako, tunaiweka wakfu pamoja na ibada ya leo, mwenyewe ukaweze kuimiliki na kuitawala na kuiongoza mwanzo kama vile mwisho, kwa ajili ya utukufu wako na heshima yako Bwana. Sisi wanyonge wadhaifu, kupitia damu yako ukatusimamishe Bwana, ukaweze kupeperusha tena bendera mnamo jioni ya leo, ukaweze kugusa hata nafsi moja ambayo ulikusudia jioni ya leo kwa ajili ya kupata uzima wako. Maana ulisema hakuna awezaye kuja kwako asipovutwa kwanza na Baba. Ndio maana ulisema kupitia nabii tena, na ulianza kupitia kwa Daudi kwamba kilindi huita kilindi, basi panapokuwa na kilindi basi lazima pawepo cha kuitikia Bwana. Baba, ulisema Zaburi sio kitabu tu cha nyimbo, pia Bwana ni kitabu Baba cha unabii, na hiyo ni kweli, ni amina. Weka yote chini ya damu. Kwa jina Yesu Kristo Mungu wa Abrahamu tunaomba. Amen. Nawasalimia jioni ya leo tena na kuwakaribisha jina Yesu Kristo. Nashukuru Yesu tena kutupa nafasi. Mungu wa Abrahamu ametupa nafasi, asifiwe kwa neema. Kila wakati tukipata nafasi ya ibada ni neema, kwa sababu katika hii miili mizaifu, miili ya wanadamu ya udongo imejaa madhaifu. Mtu anaweza akapanga hivi ikageuka, lakini Mungu anapokusudia na akisaidia watu, basi na nafasi ikionekana ya ibada, ni kumshukuru yeye kwa sababu amekusudia hivyo na ameona vema iwe hivyo, kwa ajili ya wakati fulani ambao anaweza akatupatia nafasi kwa ajili ya kuweza kusikiliza neno lake. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana, tusikose kuwa nakosa kumshukuru. Angalau tunasikia kidogo ambao nabii anatuambia, hiyo inatosha, inatuongezea imani na kutupa nguvu. Kwanza sisi tuko na neema kwa sababu kipindi cha Danieli wao walikuwa waruhusiwi kuabudu. Wakati walipokuwa kule uhamishoni Babiloni, ilikuwa ukionekana unaabudu Mungu wako tofauti na wa Babiloni, unauawa, unakufa. Maana tusaidie sana. Lakini huku tunaruhusiwa, sheria ya kwanza ya hapa, uabudu vile unavyotaka Mungu wako ule mwenye unaamini. Kama unakuaga naabudu miti, kama unaabudu nyoka, hakuna kukuingilia. Uko na chaguo. Maana tusaidie sana. Na ndio maana Biblia ilisema Marekani alionekana kama mfano wa mwana kondoo mwenye pembe mbili. Branamu akafasiria pembe mbili, moja ni ya siasa na ingine ya dini, uhuru wa dini. Na ndio maana unaona hapa hawasumbuliwi Waislamu, wengine hawasumbuliwi, wanafanya wanavyotaka kwa sababu ni uhuru wa dini. Sio wao ndio wameweka, ni kuanzia kwenye Biblia Ufunuo 13. Unasikia vizuri? Uhuru wa dini. Ndio maana nabii hata mkisoma kuchagua bibi harusi wanakuambia hata hapa Marekani kuna uhuru wa dini wa kuchagua kanisa unalotaka. Na ndio maana hapa kukuba Freemason, kukuba Mormon, kama kwa wanani bakufanya aje, wanaruhusiwa vyote wanatakiwa kufanya. Kwa sababu ndio imani yao. Na Wachina nao wako na ibada zao kama hapa chini. Na kwa kanisa yao hapa ya Wachina. Na wanaweka ile miungu yao vile na sanamu yao ya zamani. Hapo chini ya hiyo nani hapo? Hiyo mahakama hapo. Bwana tusaidie sana. Sasa kama vitu vya uongo vinaruhusiwa, mara ngapi sasa Mungu wa kweli? Lazima tumshukuru Mungu anatupatia hiyo nafasi. Sasa tunaendelea na somo yetu ambayo tuko nayo ya fumbo la wafanyakazi samani.
Fumbo hii ni parabole, ilikuwa ni fumbo ambayo Yesu alikwenda kusema kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye shamba aliyeamka alfajiri akaenda kwa ajili wafanyakazi, yaani wafanyakazi wa Bwana ambao walitakiwa waende wafanye kazi wapi? Shambani. Na shamba la ule mwenye shamba lilikuwa shamba la mizabibu, kulingana na Mathayo 20 inavyosema. Sasa Nabii alituambia mambo mengi, akatuambia kwamba, akatuonyesha ujumbe wale wafanyakazi wa asubuhi, wa mchana hadi wa jioni. Alituambia hivyo, akatuambia wa kwanza walikuwa wanani? Mitume, wakaja wa Wesley hadi wakati wa jioni. Bwana tusaidie sana. Tulienda kuiona hiyo kwenye habari za kisomo, ule ujumbe wa kutambua siku yako na ujumbe wake, ndio sehemu ambayo nabii wetu alikwenda kufundisha. Tulivyoona hivyo wakati nabii alikwenda kutuambia, akatuambia pia neno la ujumbe wa jioni lazima utoe matokeo ya jioni, wakati wa jioni. Roho Mtakatifu wa leo lazima aambatane na neno la wakati wa leo. Mahubiri ya leo yanatakiwa yaambatane na mahubiri ambayo yalikusudiwa kwa ajili ya wakati wa jioni. Mtu yeyote akikuhubiria mahubiri, ijalishi itakuwa ya nguvu namna gani, kama hailingani sawasawa na ujumbe wa jioni wa wakati wa leo, hayo mahubiri ni ya kutupa. Unasikia vizuri? Hata kwa sababu kwa wengine ukikosa kusanyiko la message, ukikosa kanisa la message, unaenda kwa madhehebu, ukikuta kule mwanamke ndo anahubiri, hata aseme Yesu Kristo ni Mungu, usikubali. Unasikia vizuri? Ndo neno hili. Branham alisema kwamba unachambua nini? Wewe mwanamke ndio iko na ubiri pale, utachambua nini? Sasa vunja neno. Hayavunja neno. Hata asome pale Yesu Kristo ndiye Mungu tunayemwabudu, na wakati mwenye anahubiri ni mwanamke, usimeze, ni kinyume na nuru ya jioni. Tunasikia vizuri? Usikubali unakula viozo. Tuko huko, tuende kuvingine. Tunasoma ujumbe ambao ulihubiriwa tarehe 8 mwezi wa pili 64. Tarehe 8 mwezi wa pili, ile ishara ilihubiriwa tarehe 8 mwezi wa pili 64, California, aya ya 235. Tufuate vizuri kwa sababu huu ujumbe tusipokuwa makini utatupita, kwa sababu kwa mambo mengi ya kilindi ambayo nabii alienda kuongelea, ndipo kama mtafikia yako, kwa sababu ndio vyenye vinaelekea kwenye huu ujumbe. Ndio maana nabii, ujumbe wa nabii ujipingi, unakuwa unajicomplete, unajieneza. Nakuta kama alisema hapa sehemu, ukisoma kwenye ujumbe mwingine anaongezea, anapandisha. Sawa?
Sikia na Piuko anasema hivi, aya 235. Wazia tu Roho Mtakatifu mkuu akija akimtambulisha Yesu Kristo kwamba yu hai. Roho Mtakatifu anakuja kwa wakati wa leo tena, kwa sababu tuko katika kipindi cha Roho Mtakatifu. Hatuko tena kipindi cha mwana. Kipindi cha mwana kimeshapita. Nabii alituambia juzi hapa kwamba kipindi cha mwana ni wakati Yesu Kristo alipokuja hapa saa ya ngapi? Ya saa 6. Branham alisema midi ndio ulikuwa ujumbe wa nani? Wa Yesu. Sasa dispensation ya fils ya mwana imeshapita, bali sasa ni wakati wa Roho Mtakatifu. Sasa nabii anasema hivi, wazia tu Roho Mtakatifu mkuu akija akimtambulisha Yesu Kristo kwamba yu hai. Unasikia vizuri? Roho yeyote ikija kanisani isipo mzihirisha Yesu Kristo kwa wakati wa leo ni ya shetani, na Yesu wa leo ni ujumbe wa wakati. Tunasikia vizuri? Mahubiri yeyote, nguvu zozote ambazo zitakazoingia mkanisa ambazo wazizihirishe ujumbe wa saa huu ambao ndugu Branham alihubiri, ambao leo jioni na unukuu, nguvu zozote ambazo hazitaonyesha hivi ni shetani. Tunataka Roho Mtakatifu kwa wakati wa leo amtambulishe Yesu Kristo jinsi alivyoahidi kwa wakati wa leo ambao tunauishi. Roho Mtakatifu mkuu akija akimtambulisha Yesu Kristo kwamba yu hai, zile nguvu ambazo Mungu alikuwa nazo akiwa ndani ya mwili wa Yesu Kristo zinatakiwa tena zionekane kwa wakati wa leo. Zisipoonekana ni shetani. Unasikia vizuri? Ili Yesu aonekane iko hai miongoni mwetu, ni hadi atupatie maisha ya nini? Ya neno kwa wakati wa. Ndio maana sisi tuna maisha ya kuishi ya neno tofauti na wengine. Tunaelewa vizuri? Watu walioishi kipindi cha Nuhu na kipindi cha Musa waliishi neno kulingana na wakati wao. Hawakuangalia, hawakujiokipe na kipindi kilichopita. Waliishi neno kulingana na wakati wao. Na ndio maana kila wakati neno la Mungu inapokuja na kwake inafanya nini tofauti. Na ndio maana leo wanasema, hata zamani walikuwa wanatushuhudia, wanasema Branham yeye abafanyaki vile, kwa sababu walisikia vitu ambavyo tulishuhudia na wakaona ndio imani yetu. Si ni kweli? Zamani wapagani walikuwa wanashuhudia kwamba Wabraham hawakuwa wanaoa mwenye iko wa imani yao. Si ni kweli? Hawakunywa pombe. Sasa leo waende wakuone, sasa unakunywa pombe, utafanyaje? So wataona ni kigeni. Wako Branham wewe, ndio maana unakutaka wengine wanaanza kuchota kidole. Branham hawafanyaki. Wako wapi? Uko Branham wa wapi? Sio kweli? Wanakushota video kulingana na venye ulishuhudia, venye uliwaambia. Sasa wanaanza kuona wewe unaanza fanya nini tofauti. Si ndio maana walimshika Petro? Aiwa. Na wewe uko unaonekana kama ule jamaa mwenye iko anapigwa pale. Mie. Hapana. Lakini uko naona mnafanana. Sio hata kutembea kwako na kuvaa kwako abakwagi wanasema hivyo. Na kuko hata wapagani kuna wabinti ambao wanavaa vizuri humu. Sio wote ambao wanaovaa vibaya, lakini haiko dada wa ujumbe. Unakuta ule angelikuwa dada, hatusemagi hivi, angekuwa dada wa ujumbe, ona kisha naweka nywele anafanya hivi. Petro na yeye alimuuliza hiyo swali. Bwana, na huko mmoja wao wa yule jamaa? Eti hapana. Kwa sababu gani? Walimuona jinsi alivyokuwa anatembea na Yesu. Matendo ilionekana. Tunasikia vizuri. Na ndio maana wapagani nao walikuwa wanatuambia Branham bangashimo konda na wa Methodiste. Belewa imo mababu. Sio kweli? Aibu. Usifikirie eti kwamba ni raha. Naona mtu anaona kadada kanaenda olewa na mpagani, kanaenda aleweti, kanafurahi.
Ona ule mtoto wa shetani, utaenda kuzimu. Branham alisema ni dhambi sio samehewa kuanzia Agano la Kale. Kuanzia Agano la Kale kufika kwa Paulo. Paulo akasema msijifunganishe nira na wasioamini. Nabii, unafikiri nabii akafasiri ile nira ni kuolewa na mpagani? Paulo na yeye wakati wake kuko bafrere wenye balienda kuoa wapagani kipindi cha Paulo, asema nabii hawakusamehewa. Ndio kama unasikiaga eti usifunganishwe nira na wasioamini. Branham anasema ni kwa ajili ya kwenda kuoa mwanamke wa kipagani. Nasikia vizuri? Ndio kutoka kwa pili huko. Kutoka kwa tatu sasa, wakati wa Branham analeta ujumbe wa wakati wa jioni. Vile vile anarudilia, wewe watu wanauje utengeneze mkanisa au samehewe. Waebrania ilisema nini? Frere akikosea, akianguka, akikanyaga neno kimakusudi, hata haja atubu kanisani, hakuna tena zabihu ya msamaha kwa yale matubio ambayo anayatoa pale kanisani. Tunasikia vizuri? Ndio wachungaji leo banakuwa wanacha watu mkanisa. Banafikiri ndiko eti mimi ndo frere niko mchungaji wa kutibu mioyo frere. Moyo gani? Unatibu moyo gani? Wanyama waje. Kuna mtu kadada kanafurahi tu, na we mama unafurahi tu. Anaenda olewa na mpagani na wewe unafurahi tu. Anaenda tu. Shetani. Tunataka Yesu Kristo aonekane, awe hai miongoni mwetu, mu maisha yetu, mu kanisa. Hatutaki Yesu, hatutaki Roho Mtakatifu wa maneno. Yesu asiwe wa maneno. Wadada tuko nao miaka yote mu kanisa, kumbe ni bazinzi, basharati, bapagani. Hayo kuanzia leo, hata kipindi cha Branham kuko wadada walienda leo. Haiko kweli? Waebrania ilisema hivi. Kulikuwa wapagani wanakuja kufuata wadada mkanisa, wanaisha nje ya mlango pale wa kanisa, wanasubiri pale na gari. Wanasubiri kadada katoke, ibada ikiisha wanaenda nako. Branham ndo anasema hivi. Balipotea na mtoto wa Frere Branham, mtoto wa dada yake Melvin alipotea, alienda kuzimu. Wewe wako wewe ndo aende mbinguni wewe. Tunasikia vizuri Tunataka Yesu tabia. Yesu aonekane miongoni mwetu, awe ni maisha. Bana tuko na wadada miaka yote nzima, kumbe wadada bako mkanisa tuko nao. Na ndio maana nilisema siku ile kwenda kuingia mkanisa ya polepole hivyo miguu wa kutambaa sababu wapusi. Sio kwamba ndo neno eti kwamba iko na mashetani. Hivyo ndio visidanganyane hata utoke kule. Hivyo tuvivute kabisa. Wana mtu anajikunja mgongo wote sasa vile atavunjika hivi, anaingia mkanisa pole. Hadi diaka anashindwa hata kuweka mwingine kukiti, anasubiri dada aende pole. Kwenda kuangaliana maisha ya neno. Ndio bilitudanganya sana zamani. Unaangalia vile na ndoa mingi waliolewa vile bafre bakaanza wao badada kwa sababu anaenda dada iko kimya, anaenda atembea pole. Baadaye akianza ndio mimi nitasema vyenye tu niliona. No, ukienda kushuhudia, ukienda kukuta wale wenye baliamini mbele yako, ukianza kubauliza hivi na kuaga message, banaanza kukushuhudia. Eti friend ndio gisi na kuaga message, ndio gisi tunakuaga vile friend. Pole vile. Ukimya friend. Friend, sio kusema. Branham alisema wapi? Onesha tabia yako jinsi ulivyo. Kama ni ya makosa, neno ndio itakupanga. Tunasikia vizuri? Usiwe tu unajifanya kwa ukimya, kumbe wewe unakuwa mkali. Sio kweli, ni unafiki. Tunasikia vizuri? Ndio maana mimi naambiaga mtumie nikisema nasema tu. Nasemaka. Na kwa hiyo sitasema. Kwa sababu siwe mnafiki. Wewe unasema friend. Ndio watu wengine wabaisha chukua ndo mfano eti
frere ule kama iko kumibari utamwona ni mpole kabisa, anakuwa mpole, lakini akishakuwa utasahau kama jinsi kama anasema kabila vyote. Hapana, sio kweli. Branham hakukua hivyo. Yes, na popote kwenye alienda, karakteri yake ilikuwa ile hii. Ikifika wakati wa kukemea alikemea. Na wakati alipoona watu kwa huruma akaonea huruma. Maandiko yote iko pale. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Basi tudanganye tena na usidanganywe tena. Eti dada anaingia mkanisa na vimanywele vya mrefu, anaweka kule eti kwa mtu yuko na Mungu. Bongo, bote wanaisha kupapagani. Bote wanaenda na wapagani. Na eti anaenda shonesha na nguo na kanzu ya mrefu na jipe ya mrefu eti kwamba ndo atakuwa Mkristo. Bongo vyote hivyo kiini macho, jambo tanabi. Kiini macho. Utazidiwa na mpagani mwenye ataamini jana na anapata Roho Mtakatifu. Wewe wa miaka yote unakosa. Asema nabii. Eti watu wengi wanafikiri sio tu kwa wahubiri. Wanafikiri kwa sababu uko nasimama hapa kumibari, eti anaona iko muhimu sana kuliko ule mlevi mwenye aliamini jana. Sefu Branham alikemea ushwa. Ndio ilisumbua watu zamani hiyo. Na baada na ndio maana nasema hivi, wapagani hawawezi kusema kitu kwetu kama wakuwahi kukisikia kwetu. Tunasikia vizuri? Sie kuoa wapagani ni zambi, walisikia wapi? Walisikia kwetu. Ndo wanaendaga wanashuhudia mje wa Branham tona konda ungense bio biwaya wafungwa bibi waya mprizo abasemake bibi toshikondake ungato ushiningise ya lwawa bibi. Sio kweli? Leo bali tudanganya na kutushuhudia ya bongo eti frere. Unamwona dada wa tulia mkanisa frere. Hivi ikonda bongo. Ni bongo. Wetu ikiona dada ambaye anatulia mwenye anakaa kimya mwenye ongea sana. Kwani huyo ndo iko na roho bongo. Mashetani, shuhuda za bongo. Tafuta dada aliye na Roho Mtakatifu. Sawa? Kuko tofauti kati ya ukimya na upole. Yeye iko na ukimya, hana upole. Upole unatokana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu ndio tunda ya nini? La Roho Mtakatifu. Huko mtu alizaliwa kwa haki nasema, sio kwamba eti ni mpole, ni mkimya. Sijui watu watasema hayo. Huko tofauti ya mtu mkimya na mpole. Nasikia vizuri. Sasa sisi tuliambiliwa dada ambaye iko kimya ndo ambaye ana Roho Mtakatifu. Sifo. Roho Mtakatifu mkuu akija akimtambulisha Yesu Kristo kwamba yu hai baada ya miaka 2000, kuona tabia yake hasa ikifanya jambo lile lile kama alivyoahidi likifanywa. Hiyo ni kweli. Ndio Mungu ambaye tunataka. Vile jinsi Yesu alivyoahidi akija tena kwa kanisa kwa mara ya 3 katika umbo la Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujidhihirisha ili watu wa ulimwengu wajue kwamba Yesu Kristo iko hai. Neno lake liko hai hadi leo. Na itaonekana Yesu iko hai kwa sababu ya maisha yetu. Kila ambacho tunachokula kanisani ndio ulimwengu utajua sasa. Sasa kama kanisani hatuna neno, ulimwengu utabakia mgiza. Hautaona nuru. Tunasikia vizuri. Ndio kweli. Ndio watu wakaenda wanaoana hivyo, akaebeba anaenda oa dada. Dada naye kwa sababu hakuomba na hajui kuomba, anaenda olewa na frere kumbe iko mchawi. Ndio baadaye eti kwa sababu Aisha kwa mchungaji sitaolewa na huyu frere iko mchawi. Unabakia naye hadi kifo. Unasikia vizuri? Unabakia naye hadi kifo. Ndio juzi niseme ndio kwa sababu watu wameshaanguka, wameshatoka kwenye neno, wameasi neno, wanaanza ambia frere, huko nafunga mwenzako aje? Unafunga mwenzako na wewe iko na mwanamke ambaye iko na tabia mbaya. Anapaswa atafute mwanamke wa tabia. Sasa mwenye alimwambia ndio amuoe yule mwanamke ni nani? Aliyemtuma ni nani?
Bachungaji wenye walioweshana baanze tubu mazambi. Usiku haujaingia huu. Frere wewe ule ndio mnaendana nayo. Sio kweli? Na kuambia wapagani hawezi sema kitu ambacho hakitoki kwenye kuva chetu. Jamais. Ndio maana walianza kuleta zile slogeti baba cholote la na babo. Osoko na mpaka mchungaji wa galote. Sio kweli? Haiko kweli. Osoko ndani ye mpaka mchungaji atende. Haiko kweli? Batu walifungwa miaka hakuna kuoa. Haiko mimi nakwambia sehemu zote si tu Kongo kule. Ndo hatari. Juzi hapa niliona frere hapa. Ndo mimi nilikuwa sijui kama alikuwa bado hajao. Baba mzima. Akosa hata miaka 40 na zaidi. Ndo kuoa jana ndo juzi hapa ya Samedia Dimanche. Ndo nimuona kuna ni ku YouTube. Je, kasa frere yote miaka kabisa alikuwa hajao. Anafanya nini? Akosi maisha mazuri. Kwa nitafuatilia historia yake kwanza. Nijue kwanza kwa sababu niliona kama kuko correction moja bali mkorije. Sikuifuata vizuri. Taifuatilia kwanza. Kwa sababu haiwezekani. Aisha kwa baba. Unasikia vizuri? Frere wewe utaoa ule. Mungu aisha nionyesha. Mungu anionyesha makonduiti ya bongo. Mashetani. Tunasikia vizuri? Mungu anatakiwa kuambia wewe mwenyewe usifuate yenye pastor wako alisema. Hakuna sehemu nabii alisema vile tukioa eti pastor ndo akwambia utaoa fulani. Sio neno. Sikia nabii. Ninawashukuru sana wapendwa. Branham anashukuru wahudumu ambao walikuwa pale. Ninyi mnaosimama hapa ndio wale wafanyakazi wa saa 11. Unasikia nabii? Wahudumu wakati wa jioni ambao wanabeba huu ujumbe ndio wafanyakazi wa saa 11. Unasikia vizuri Mimi ni mmoja wao. Ninyi mnaosimama hapa ndio wale wafanyakazi wa saa 11 ambao ndio wale wa kwanza wengie ambao ndio wale wa kwanza mwingie. Nina furaha sana mlikuja kila mmoja wenu. Kumbukeni Mungu ndiye aliyewaambia mje. Kibinadamu msingefanya jambo hilo, bali Mungu aliwaambia kulifanya. Sasa wakati ndugu hawa hapa wanaomba pamoja na mimi, Bwana na ajalie. Mtu fulani anamuuliza ndugu Branham kuhusu hao ndugu wahudumu wengine. Ati kama mhudumu yuko hapa kabisa, ndugu wote wahudumu njooni hapa. Na makanisa na kadhalika karibu na maeneo haya njooni. Kusanyikeni pamoja na watu hawa. Hawa ni watu ambao wamepotea baadhi yao wanakuja mara kwa mara wanakuja kwa mara yao ya kwanza. Nao wanasimama hapa sasa. Nendeni moja kwa moja miongoni mwao. Wakaribieni. Jichomekeni moja kwa moja ndani. Muwaambie mimi ni mchungaji fulani. Niko hapa kuomba pamoja nawe ndugu. Ninakupenda. Nami niko hapa kuomba pamoja nawe. Angalia, njooni baadhi yenu, njooni huku. Kuna nafasi hapa ndani. Baadhi yenu upande huu. Nasikia nabii anavyosema. Leo lazima pawepo na wafanyakazi wa saa 11. Branham alianza kuwaona ambao walionekana kwenye kusanyiko lake. Sasa ndo akawaambia aliyewaita mje hapa kanisani kwenye hii ibada haiko mie, ni Mungu mwenyewe ndo alikusudia hivyo. Na kwa sababu sie wote tuko wafanyakazi wa saa 11, nitawaombeni kwa sababu kuku waamini wapya ambao wako hapa waliamini ye Injili. Sasa wanatakiwa wawekwe mikono. Yeyote ambaye ni mhudumu na mfanyakazi wa saa 11 asimame mahali alipo, nouveau converti amwekee mikono, ajitambulishe kwake kwamba mimi ni mchungaji fulani,
nitafanya kazi hii ya kukuombea ndugu na kupenda na kadhalika. Ndio wenye tunataka watu walioitwa na Mungu, sio wa kujipachika. Kwa sababu ulikuwa kwa madhehebu na tetemeka kule, ndio nakuja na message eti uwe mtu sefo. Twende nabii. Nabii anasema hivi. Okay. Tunaenda ujumbe wa tarehe 11 mwezi wa 12. Le 11-12. 10 vierge. Wale wanawali 10 na Wayahudi 144,000. Le 10 vierge ili 144,000. Ilihubiriwa asubuhi. Aya 83 ilihubiriwa tarehe 11 mwezi wa 12 60 83. Ngoja hii nitakuja kusoma baadaye kwa sababu ina mambo ya kilindi sana hii. Naweza kaja kuisoma baadaye au siku nyingine, maana hapa inagusa mambo ya kilindi ambayo sijafikia yako. Ngoja tuchukue maswali na majibu. Maswali na majibu hapa nabii. Hiyo naiacha kwanza ya 60. Maswali na majibu ya 54 tarehe 3 mwezi wa kwanza. Maswali na majibu sehemu ya kwanza tarehe 3 mwezi wa kwanza 54 aya 203 ni swali ya 13. Nabii anasema hivi, swali ambalo alikuwa anamuuliza nabii hapa kwamba ni swali ya 13. Kisha tutasoma swali, tunasoma tu aya 203. Nabii anasema hivi. Sasa fuate huko, pastor fuata huko. Sasa tazama, walikuwa na njaa na kiu na vilo na vilio, ambayo inamaanisha hivyo, na maombolezo na kuombaomba. Walitoka kwenye dhiki, kasema tazama hilo kundi la watakatifu wanaojigaragaza. Wana kichaa jamani. Naam, ona, lakini walilia na kuombaomba, hawakugombana wala kuzozana. Nao walilia tu na kuombaomba. Basi ona, nao walikuwa wa jamaa yote na lugha na taifa. Sasa wale 144,000 au walikuwa Wayahudi. Ibrahimu alikuwa mtumwa wa Mungu. Wayahudi kila mara wamekuwa watumwa wa Mungu. Mataifa wajawahi kuwa watumwa wake. Sasa ndio maana niliruka ile ya 40 vierge kwa sababu inaambatana na hapo. Sitavingilia sana, wakati wake haujafika. Sasa yanipasa niharakishe kumaliza hili sasa, kwa sababu tunayo matatu zaidi ya hayo maswali. Nami nitaharakisha upesi niwezavyo,
na sikujaribu kuyaruka haya, lakini nitarudi na kuyajibu tena Jumapili ijayo, Bwana akipenda, na kuchukua wakati mwingi kwayo. Lakini tazama sasa, yeye aliona pembe 4 za nchi, na hao malaika wamesimama katika pembe 4 za nchi. Sasa unasema nilizani ilikuwa mviringo, hiyo si kusema haina pembe 4. Unaona vema. Branamu hapa wakati alipogusia habari za Ufunuo sura ya 7, ambako Yohana aliona kwamba kuna malaika ambao, kuna pepo 4 ambazo zimezingira nchi, dunia, zimekaa pembe 4. Sasa nabii anasema labda kuna mmoja ambaye anaweza fikiria kwamba pembe 4 kwenye dunia, inawezekanaje kuwe pembe 4 na wakati dunia ni mviringo? Ndio hapa nabii anasema hiyo si kusema haina pembe, hata kama iko mviringo. Tuseme kwa mawazo yako wewe unajua kwamba dunia ni mviringo, lakini sio kusema kwamba haina pembe 4, kwa sababu hapa kuko sehemu, kuko sehemu, kuko sehemu, kuko sehemu. Ama tuweke hapa, naona tuweke hivi, ni pembe 4 tu, hata kama iwe mviringo. Ranama dunia iko na pembe 4 hata kama iko mviringo, kulingana na mawazo yenu wa sayansi. Sasa kwenye pembe 4 za nchi, wakizizuia zile pepo 4. Kwa maneno mengine, pepo zilivuma zikivumisha vita na misukosuko iliyokuja ulimwenguni kote. Branamu anasema ngoja nirukeruke. Sikeneza ruka hapa kabisa. Au twende tu hivi. Au tuigusie tu hivyo, naingia moja kwa moja na Wayahudi hivyo, kwa sababu unaona nisikate onction. Sasa nafikiri tulienda kuiona kwenye Baragumu 7 wakati tulipoongea habari za hii sehemu. Ni kwenye Ufunuo sura ya 7 hapa ambako Yohana alionyeshwa. Inasema hivi Ufunuo sura ya 7: baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua kwenye muhuri mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapiga mwenye muhuri ya Mungu aliye hai akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuizuru nchi na bahari, akisema, msiizuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nasikia huko. Sasa huo ufunuo ambao Yohana alionyeshwa na Yesu Kristo, kufika kwenye sura ya 7 akaona kuko pepo 4. Hii pepo haiko demo eti shetani. Pepo ni upepo ambao tuko nao wa kawaida, kwa sababu Yohana aliona mafunuo, alionyeshwa haya maono kwa mifano. Sasa kwa sababu hii ilikuwa ni mifano, ilibidi sasa ifumbuliwe. Fumbo ifumbuliwe kwa wakati wa jioni ambao tunaosema wakati wa 7. Ndo tunajua sasa zile pepo 4 ni kitu gani, ambao watu kama inavyosema hapa. Ngoja nirudilie tena. Baada ya hayo nikaona malaika 4. Aliona wa malaika 4 wamesimama pembe 4 za nchi, yani duniani, wanazuia upepo ambao ulikuwa unakuja kwa ajili ya kuvuruga dunia. Wale wa malaika wakawa wanazuia kwa kusema kwamba
Wakati walipozuia zile pepo, kukaonekana malaika mwingine ambaye alikuwa na muhuri, akapiga kelele na kusema kwamba subiri kwanza. Ndo hapa ambayo tunaenda kusoma. Akazuia kwanza ili kwamba apige muhuri ya Mungu wale watumwa wa Mungu. Na Branham tayari aishatuambia watumwa wa Mungu ni wanani? Ni Wayahudi. Haya, tunaanza kuingia kwenye mambo sasa. Ndo hapa nabii anasema kwenye 204 anasema hivi, sasa wale 144,000 hao walikuwa Wayahudi. Mashahidi wa Jehova wanasema eti kwamba ni mataifa. Hapana, idadi ya mataifa haijulikani. Kama Mungu ataokoa 5 haijulikani, lakini kwa Wayahudi watakaookolewa ni 144,000, 144,000. Ndo Mungu wenye ataokoa watu hawa, ndo wenye wataokolewa kule Israeli, kwa sababu kule kuko kabila 12. Ukifanya 12 kwa 12,000, yani mkila kabila ya Israeli kuanzia Reubeni hadi Benjamin kutatokea kabila 12. Tunasikia vizuri? Kabila ya Benjamin ndo nafikiri Paulo ndo kwenye litokea kama sikosei. Naona kila kabila ya Israeli ambayo iko kwa sasa kutatokea wateuliwa ambao Mungu atawaokoa 12,000, 12,000. Sasa ukichukua 12 mara 12,000 ya hizi kabila inaleta 144,000. Ndio wenye Mungu anajua wataka waokolewa kule Israeli. Sasa nabii anasema hivi, Wayahudi wale 144,000 hao walikuwa Wayahudi. Ibrahimu alikuwa mtumwa wa Mungu. Wayahudi kila mara wamekuwa watumwa wa Mungu. Mataifa wajawahi kuwa watumwa wake. Unasikia vizuri? Baservitere, yani watumishi wa Mungu ni Wayahudi, sio mataifa, sio sisi mataifa. Sisi ni bibi harusi, hatuko watumwa. Unasikia vizuri? Sisi ni watu waliochaguliwa kwa neema. Unasikia vizuri? Twende sasa 206. Lakini tazama sasa, yeye aliona pembe 4 za nchi. Nani mwenye aliona? Yohana, ambaye alikuwa ni Myahudi huyo. Akaona wa ndugu zake kwenye sura ya 7 ya Ufunuo. Lakini tazama sasa, yeye aliona pembe 4 za nchi, pembe 4 za nchi, na hao malaika wamesimama katika pembe 4 za nchi. Walikuwa malaika 4 pia. Sasa unaona? Sasa unasema, nilizani ilikuwa mviringo. Hiyo si kusema haina pembe 4. Mwaona? Eti Frère Branham muona sema eti walisimama kwenye pembe 4. Mbona dunia iko mviringo? Hiyo haimaanisha kwamba wasikae kwenye pembe 4, kwa sababu vyote vinaonekana hapa ni pembe 4. Hata kama iko mviringo. Si ni kweli? Vema. Nabii anasema, sasa kwenye pembe 4 za nchi, nafikiri tushaka isema tena hii. Wakizizuia zile pepo 4. Kwa maneno mengine, pepo zilivuma zikivumisha vita na misukosuko iliyokuja ulimwenguni kote. Unaona maana ya zile pepo? Ni misukosuko, sawa? Vita, ndo kazi ambayo hao malaika waliokuwa nayo ya kuzuia ule. Yani ukisikia pepo, le vent mkifaransa, wind mkiingereza, hii pepo haimaanishi demo au mashetani. Mmowe kwa Kibembe, mmowe. Wale wa malaika walikuja wanne, walikaa pembe 4 za ulimwengu, wakazuia mmowe. Si tunajua mmowe upepo. Sasa mubibilia Yohana alivyoona upepo wa kawaida, lakini ilikuwa ni mifano. Sasa nabii ndo anaweza sema hapana, wale wa malaika
walikuwa wanazuia misukosuko na vita ambavyo vilifanyika hapa duniani. Wakati gani? Unasikia vizuri eh? Yaani hivi vitu vilikuja kutimia kwa wakati wa huku wa mwisho, wakati wa mwisho na kipindi kile Yohana alivyoonyeshwa vyote. Sasa Yohana yeye alionyeshwa kwa mifano. Unaona? Alionyeshwa kwa mifano. Realite sasa ya hivi vyote imekuja kutimia leo sasa. Ndio ndugu Branham, Roho Mtakatifu ndani ya ndugu Branham sasa anaanza funua kutuambia zile pepo ni nini. Anasema ni misukosuko virgile vita ambavyo vilifanya nini? Pepo zilivuma zikivumisha vita na misukosuko iliyokuja ulimwenguni kote. Hayo yalitimia lini? Unasikia nabii anauliza. Sasa yalitimia wapi? Aya ya Ufunuo sura ya 7 ya hao malaika wanne kuzuia pepo. Nabii anasema hayakutimia hata vile vita vya kwanza vya dunia. Unasikia huko eh? Kuzuia pepo. Nao walikuja wakijitahidi kuitwaa. Unasikia? Vita vya kwanza vya dunia. Vita vya dunia. Je, havikufanyika? Vilifanyika. Branham atatuambia. Naona kwa tunaenda. Na nifuata ndio nisema mwanzoni kwamba unifuate vizuri kwa sababu tutaenda kuingia kwenye mambo ya kilindi. Ni hii ujumbe tu ba ouvrier, les ouvriers de la 11e heure. Hao wafanyakazi wa saa 11. Hizi siri. Naona kwa inaanza tupeleka twende pole pole. Nabii anasema hivi. Hayakutimia hata vile vita vya kwanza vya dunia. Kuzuia pepo. Sawa? Nao walikuwa wakijitahidi kuitwaa. Na sasa hapa yuaja mwingine mmoja. Sasa ukitazama na kukumbuka huyo malaika ni malaika yule yule aliyejitokeza katika Ezekiel 9. Huyu mwenye alikuja sasa huyu ambaye anasemwa hapa kwenye Ufunuo sura ya 7. Huyu hapa na Biblia inasema hivi. Huyu mwenye alikuja na akasema nikaona malaika mwingine kwenye sura ya 7 na aya ya 2 ya Ufunuo. Nikaona malaika mwingine. Huyu ambaye anasemwa hapa na malaika huyu mwingine. Ndo nabii anasema kwamba ni ule malaika tena wa wapi? Wa Ezekiel sura ya 9. Huyu ambaye Yohana alimuona hapa. Alianza kuona wa malaika wanne ambao walisimama kwenye dunia, kwenye pembe nne za dunia. Ngoja niwaweke hapa ili tuelewe vizuri. 1, 2, 3, 4. Baada ya hawa wa malaika wanne kukaa pembe nne za ulimwengu kuzuia ule upepo, akaona malaika mwingine. Tuseme sasa ni watano. Huyu watano huyu Branham anasema hivi, huyu ndo mwenye huyu malaika mwenye alikuja hapa ndo ule tena ambaye anaonekana Ezekiel 9. Ezekiel 9, huyu malaika wa Ezekiel 9 alisema ni kwa sababu Ezekiel naye alikuwa ni nabii. Sawa? Alianza kuonyeshwa naye kabla ya Yohana hajazaliwa. Tunasikia vizuri. Sasa mwenye anaonyesha hivi vyote kujua kwamba Ufunuo wa sura ya 7 na aya ya 2 na Ezekiel 9:1 mwenye anatuonyesha kwamba ni malaika ule mmoja ni nabii Branham sasa kwa mafunuo. Sasa huyu malaika alifanya nini? Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Alikuwa na muhuri wa Mungu. Na muhuri wa Mungu ni nini? Roho Mtakatifu. Huyu ndio alipiga watu hao Wayahudi Roho Mtakatifu. Aliwapa Roho Mtakatifu. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuizuru nchi na bahari. Akisema, msiizuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nasikia huko? Akamwambia kwa kuruhusu hivyo vita vifanyike vya ulimwengu, usubiri kwanza watumwa wake Bwana Mungu wetu wafanye nini? Wapigwe muhuri.
Sasa ukiangalia kwenye Ezekiel 9 ambao nabii alisema eti ndo ule malaika mmoja, usikie kama haifanani hapa. Ezekiel 9 inasema hivi. Huu ni ujumbe wa profesi, haiko mahubiri ya karama hii. Huu ni ujumbe wa unabii huu ambao tuko nao. Hivi tuko munabii hadi kuhusu habari za leo tunavyoishi wa hii saa hivi. Hii jioni ya leo hii ya mardi ya tarehe 10 na ngapi? Tarehe 18. Profesi. Hii mahubiri ambayo niko na hubiri hapa ni profesi, ni unabii. Sio mahubiri ya karama hii ya kujua tuko sehemu gani. Ndio yenye niko na hubiri hapa kama uelewe. Fumbo ya wafanyakazi wa Bwana. Ilikuwa ni fumbo, ilikuwa ni unabii. Utasikia gisi nabii sasa anaenda ifafanua vizuri na hadi kwa leo tuko sehemu gani. Tunasikia vizuri. Nabii anasema, Biblia inasema hivi, sura ya 9 ya Ezekiel. Kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie, kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mikononi mwake. Na tazama, watu 6 wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu lielekalo upande lielekealo upande wa kaskazini. Kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake, na mtu mmoja kati yao amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake, mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji. Unasikia huko eh? Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Nasikia, kaa vizuri grad. Kaa vizuri wewe. Nasikia vizuri? Ezekiel 9 hiyo. Ngoja nabii aseme. Na sasa hapa yuaja mwingine mmoja. Sasa ukitazama sema nabii anayosema kama uko makini, ili andiko ambayo inaongelewa hapa la Ufunuo sura ya 7, ukiangalia vizuri linaambatana na Ezekiel sura ya 9. Toko yanaenda kutupeleka. Sasa ukitazama na kukumbuka, huyo malaika ni malaika yule aliyejitokeza katika Ezekiel 9. Watu walipokuja toka nyuma ya malango yao wakiwa na vitu vya kufisha, waliopita Yerusalemu kote kuangamiza Wayahudi. Unasikia huko? Umefuata? Hapa Ezekiel ndiko nasema. Huko watu ambao walitoka walikuwa nje. Unasikia vizuri? Walikuja kuangamiza watu waliokuwa wapi? Yerusalemu. Huu ni unabii ambao ulikuwa unahusu wakati jemedari Tito mwaka wa 70 baada ya Yesu Kristo kuondoka. Mwaka wa 70 alikuwa Mrumi, alikuwa Rome. Jemedari alikuwa askari wa Kirumi Tito. Mwaka wa 70 akaenda kuangamiza nini? Yerusalemu, kutimiza profesi unabii wa Ezekieli 9. Huu hapa. Tunasikia vizuri. Na kama ilifikia Wayahudi kuangamizwa ni baada ya wao kumkataa Masihi, na wakasema kwamba damu yake iwe juu yetu na ya juu ya watoto wetu. Wakati walikuwa namuweka Yesu pale, wakasema kati ya Baraba na nani na Yesu, tumfungue nani? Wakachagua nani? Baraba. Na wakaongezea, na damu yake ya huyo iwe juu yetu na juu ya wanani? Ya watoto wetu.
wakatimiza unabii wa nini? Wa Ezekiel 9 bila wao kujua. Sasa kwa sababu wao wenyewe waliomba damu ya Mungu mwenyewe, ikaja kuwaravaje. Unaona, Mungu akatuma malaika wa nini? Wa waangamizi, wa kuangamiza. Ndio inasema Ezekiel hapa. Ngoja tena nirudilie ili tuelewe vizuri. Inasema hivi: kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie. Wanaosimamia mji wafanye nini? Wakaribie, kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Ezekiel aliviona kwenye maono, Mungu anamuonyesha. Akasikia sauti kona mwambia masikioni mwake kwamba ule malaika anamwambia eti amuru, ruhusu. Kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie, kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Unasikia huko? Yaani sasa ni ile profesi kaja kutimia kwa wanani? Kwa Tito. Sasa wakati walikwenda kuzingira Yerusalemu yote, na ndio maana Yesu wakati anataka aenda, anaacha na aga wa mitume na wale wote ambao walikuwa naamini imani yake, akaacha anaanza waambia ishara za kuona jinsi gani Yerusalemu itakavyokwenda kuzingirwa. Akawaambia hivi, siku hiyo itakapotimia, kitu cha kwanza mtakachokifanya, ndio maandiko inavyosema. Hii ndio maandiko ndio inavyosema hivi, siku hiyo ikitimia, sawa, aliye juu ya dari asishuki, mwenye atakuwa nje ya lango ya Yerusalemu asiingie, na muombe sana siku hiyo isiwe siku ya nini? Ya Sabato, kwa sababu ikifika siku ya Sabato hakuna mwenye atatoka nje, kwa sababu siku ya Sabato walikuwa wafanyi kazi. Tunasikia vizuri eh? Na tena akawaambia tena muombe sana isiwe wakati wa nini? Wa theluji. Kwa sababu gani? Ile kipindi kama itafika kwa mfano mwezi wa mwezi wa 12 ama kuendelea, ni wakati wa maneji, kama hivi tunataka ingia hivi. Sasa Yesu akawaambia hivyo, muombe Mungu sana ili kwamba hizi siku za hawa watu watakapokuta kuzingira. Kwa sababu ndio Yesu aliwaambia, mtakapoona kuta za Yerusalemu zimezingirwa, aliye juu ya dari azifanye nini? Asishuke chini. Ngoja nidhibitishe hapa, twende polepole tu ili tuelewe. Ngoja niangalie kama itakuwa sehemu gani hapa. Aliye juu ya dari, nafikiri ni Luka 17. Sijui kama utapata ya haraka haraka kwa sababu sikuiandaa. Sawa, ni hapa Ufunuo ni Luka 17. Sawa, tuone hapa 31. Inasema hivi, alikuwa anawapatia ishara za wakati wa mwisho. Sikia hapa sasa, fuata vizuri tena nayo. Maandiko inasema hivi, katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba asishuke ili kuvitwaa. Luka 17:31. Na kadhalika aliye shambani, fuata huku. Weda mama, toka hapo. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba asishuke ili kuvitwaa. Na kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Unasikia? Ile kuta ya Yerusalemu ikishazingirwa, mwenye atakutwa iko shambani asikimbilie kwenda mjini au kwenda kuingia kwenye upango wa Yerusalemu, watamuua. Mwenye atakuwa juu ya dari asishuke eti aende achukue vitu vyake
ambavyo aliviacha mnyumba. Acha, kimbia. Unaona? Mkumbukeni mkewe Lutu. Mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakayangamiza ataiponya. Na waambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Alikuwa na kale mtu fulani amchi Mungu. Hapa aligusia kidogo tu. Ngoja nitafute ile yenye anaisimulia vizuri. Okay. Hatari 31. Okay. Matthieu 24. Kwa niangalia hapa Mathayo 24. Nafikiri itakuwa Mathayo 24. Okay. Mathayo 24:17 inasema hivi. Fuate vizuri hapa. Ndo hapa. Sisi wenyewe napaona. Sikio. Unafuata vizuri eh? Mathayo 24. Tuanze hapa 15. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika mahali patakatifu, limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Nasikia hapa alikuwa anawaonyesha dalili za wakati wa mwisho na dalili za kuonyesha Yesu atakuja wakati gani. Akaanza wapatia maishara za kuja kwake na kuonyesha dalili za wakati wa mwisho. Kasema hivi, mkiona patakatifu chukizo la uharibifu limesimama, lililosemwa na nani? Na Danieli. Danieli naye alitabiri, na patakatifu pakawa chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu ni nini? Ni ule msikiti wa Waislamu. Tunasikia vizuri. Na ndio maana juzi nilisema mu Biblia mambo mengi hawakwagi wanaisema kwa wazi hivi. Mungu anaiweka kwa mafumbo. Inabidi hadi kuje nabii awaambie ukweli, awafunulie yale yaliyofichwa. Hapa hivi Yesu ashawaambia eti mtakapoona chukizo la uharibifu limesimama patakatifu, asomaye na afahamu. Utaijua. Hata usome unaijua nini? Uharibifu ni nini? Tutaanza wapi ya teolojia hapa? Unajua uharibifu, la destruction, hein? La destruction vient du mot latin ambayo ina maana, kumbe sio hivyo. Au viju inabidi kuwe nabii akufunulie maandiko. Na sisi tuko na neema kwa sababu Mungu amemtuma Branham hatufunulie maneno. Sawa? Branham anasema hii uharibifu, hii chukizo ya uharibifu ambayo lisimama patakatifu ni wakati hawa wakina Tito walipokuja, sawa, na kuvunja hekalu la Sulemani ile ambao walikuwa wanaenda kuabudu. Tunasikia vizuri? Waislamu ndio maana hata leo ukienda Yerusalemu, pale ambapo palikuwa hekalu la Sulemani, huko msikiti wa Omari. Ndio uchukizo ile ambao Danieli alianza kuisema tangu zamani. Na nabii Daniel akawa na profetize kwa ile juma la 70. Juma la 70 au lile juma la mwisho, lile juma moja la mwisho. Na lile juma moja na lile juma moja ambayo ni juma la 70 ambayo ni sawasawa na wiki moja ambayo ni miaka 7. Sawa? Wakamkata Masihi miaka 3.5, na ndio maana Yesu alifanya hapa duniani miaka 33 na miezi 6. Sawa? Hii ilikuwa ni unabii, asingepitisha hapa kwa sababu Danieli alikuwa ashasema na katikati ya lile juma la 70 Masihi atakatiliwa mbali. Na maandiko akaendelea pale, Danieli akasema na zabihu itakomeshwa. Zabihu itakomeshwa. Yaani upatanisho utaisha. Israeli tena watakosa Mungu hata waombe.
Mungu hata wasikie, kwa sababu Masihi ambaye alikuwa ni mkombozi wamemkata. Tunasikia vizuri? Na ndo kwenye aliongelea kwamba na chukizo ya uharibifu litasimama mahali patakatifu. Danieli ndo alianza kuisema. Sasa alivisema kwa mafumbo. Na hivi vyote alisema malaika ndio iko namwambia. Akataka Danieli sasa akawa kirie. Akawa na hamu ya kutaka kujua, akaanza muulize ule malaika. Haya yote yatafanyika lini? Ukisoma Danieli 12. Ule malaika akasema, ferme, funga kinwa, yawatie muhuri Danieli mpaka wakati wa mwisho, ndo mambo haya atakayo funuliwa. Tunasikia vizuri? Danieli, ule malaika akamwambia, atisikia hapa. Usikie Danieli alivyoambiliwa na ule malaika. Sio tufanye vitu vya kuigaiga. Sio tuko na nabii. Mtu iko na nabii kama Branham hivi anaenda kuishi maisha ya mbaya ya mashetani. Sio ni ole sana. Maandiko ya utamu hivi na profesi za kweli hivi za kweli za utamu. Bona ikalia kuishi makangu na anguka na bonamu. Nza yako. Sikia Branham, Biblia inavyosema Danieli 12. Na ndo maana mhubiri yeyote akikuletea andiko ya Biblia ambayo haiko na fasiri ya nabii Branham, usiimeze. Anakupatia sumu. Unasikia vizuri? Yeyote atakaye kutolea andiko mwi Biblia ambayo haisapotiwi, haifasiriwi na Branham, ni kifo. Sikia Branham, sikia Biblia inavyosema. 12 inasema hivi. Sikia hapa 5, Danieli 5 inasema hivi. 12:5. Ndipo mimi Danieli nikatazama, anatazama, alimuonyesha maono. Na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Nasikia huko Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, sawasawa na Ufunuo 10 ambayo Yohana aliona malaika mkuu mwenye nguvu ambaye alikuwa na kitabu kidogo mkononi, anaweka mguu juu ya mto na mwingine juu ya nchi kavu. Unaona huko aliyekuwa juu ya maji ya mto. Hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni. Huko nasikia sawasawa na Ufunuo 10. Akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, na kwamba itakuwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo haya yote yatakapotimizwa. Nami nikasikia lakini sikuelewa. Danieli alisikia lakini hakufanya nini? Hakuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Unasikia huko yatafunuliwa hadi wakati wa mwisho. Ndio ambao tuko. Sikia. Sikia sasa. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Nasikia huko Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa. Unasikia, ndio ambayo nilikuwa nasema hapa, zabihu itaondolewa.
na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa itapata siku 1290. Siku 1260 jours. Sawa? Fata hapa matematiki ya Mungu. Branama. 1260 jours. Sawa? 1260 jours. Hivi kumazehebu hawavijua, hawawezi vielewa hivi. Yaani hizi profesi zitafanyika, hizi ambazo zilisemwa hapa, zitafanyika muda wa hizi siku 1260. Ngoja nimalizie afu nije ni explain hapo. Atumalize kwa sababu muda wetu unaisha. Okay, muda unaisha. Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa itapata siku 1290. Litakaposimamishwa itapata siku 1290, sio 60, 90, 1290. Eri angojaye na kuzifikiria siku hizo 1335. Hizo siku 1300, 1385 jours. Lakini enenda zako hata utakapokuwa mwisho ule, maana wewe utastarehe, nawe utasimama katika kura yako mwisho wa siku hizo. Nasikia huko profesi za wakati wa mwisho. Sasa hizi zilitimia wakati Yesu alipokuja akafanya miaka 3.5. Tuko tunaelewa mbona? Kwa sababu kwa sasa sisi tuko na kalenda mbili. Kwa leo tunatumiki, kuko kalenda mbili. Kuko kalenda ya Kiyahudi na kalenda ya Warumi. Sawa? Sasa kalenda ya kweli ni ya Mungu, kwa sababu kalenda ya Mungu ndo yenye inatimiza hivi vyote. Kwa sababu tukisema hizi siku ambazo zimesema, kwa mfano wa majuma 70, sutahesabu 1, 2, 3 hadi 70, singekwesha isha depuis wa Daniel, singekwesha isha. Lakini haimaanishi vile ilivyosemwa pale eti wiki 7 majuma 70. Haimaanishi hii ya kuhesabu 1, 2, 3. Ni profesi, ni unabii, ni miaka au ni mawiki ya kinabii ambayo sio ya kuhesabu 1, 2, 3. Sio hata ya mwaka 1000, ni zaidi. Tunasikia vizuri? Nitakuwa kuigusia tena siku nyingine kwa muda. No. Sasa wakati Yesu alipotimiza, ndio haya ambayo tulitoka kusoma sasa Ezekiel. Wakazingira. Tulisoma hapa Mathayo. Wakaja kuzingira, nikuanisha pasao kwanza. Kisha ingia kwa Danieli. Mathayo 24 hapa 15. Nitaka nionyeshe hii profesia ambayo Yesu hii hapa ya
ya Ezekiel 9 kisi ilivyokwenda kuitimia, kisi ilienda timia. Unaona? Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli, ndio kwa tulisoma, limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Wako Uyahudi, yani ambao wako Yerusalemu, watoke mbio, waende wapi? Milimani, wakimbilie kule mapori, sino watauawa. Kwa sababu wale wataka uingia wapi? Yerusalemu, hawatahurumia na mtoto na mwanamke ambaye yuko mjamzito, wataua. Naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi, wakati wa maneshi, masno. Unasikia? Wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo ziki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo tena, haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki, maana Makristo wengi wa uongo watakuja. Inaendelea hapa. Sasa huo ulikuwa ni unabii ambao Yesu alikuwa anawaambia Wayahudi. Sasa tunamalizia hapa 208 kwa sababu muda upo tena. Na sasa hapa yuaja mwingine mmoja. Sasa ukitazama na kukumbuka, huyo malaika ni malaika yule aliyejitokeza katika Ezekiel 9. Watu walipokuja toka nyuma ya malango yao wakiwa na vitu vyao vya kufisha, huyu hapo malaika ndo alizuia. Ni wakati wakina Tito walipokuja kuua Wayahudi, wafanye nini? Akawaua wote baada ya kukataa Masihi, kusema kwamba damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Akaja kuzingira Yerusalemu mwaka wa 70 baada ya Kristo kuondoka, na ndo mwanzo wa Wayahudi kukimbia kuja kwa mataifa. Unasikia vizuri? Ndo wakaja wakaingia Ujerumani, Ufaransa, wengine wako Kongo, wengine wako Tanzania, wengine wako hapa Marekani. Na ndo maana leo Marekani kama inaendelea ni kwa sababu ya Wayahudi. Tuko tunasikia vizuri? Marekani kama inaendelea ina uchumi mzuri kwa sababu huko watu wa Mungu ambao walibarikiwa, ambao wana prospere hii nchi ni Wayahudi. Na ndio maana siku watakaporudi, watakapoondoka, sikia vizuri, hii Marekani itapoteza nini? Nguvu. Ni unabii. Huko tunasikia vizuri? Ni unabii. Wakati Wayahudi kwa sababu kuna sehemu ambayo ishagaenda, kipindi cha nabii walienda 1946 wakawa taifa, bendera ya Daudi ikasimama. Na ile kipindi Trump alipopita, kipindi cha kwanza, akatangaza Yerusalemu kuwa kapitali ya nini? Ya Israeli. Hadi leo alifanya vile hivi kama ni profesi, anatimiza maprofesi. Trump alitangaza hapo, eti natangaza leo Yerusalemu ndio kapitali ya Israeli. Nasikia vizuri? Sasa probleme ambayo ikingali pale ya Wayahudi ama Waisraeli ni ile hekalu, ule msikiti wa Waislamu ambao uko pale. Ndio uko naleta kasheshe. Watautoa namna gani? Mungu mwenyewe ndo ataishughulikia. Unasikia vizuri? Na ndio maana Mungu hajui Waislamu. Mungu hawajui. Unaona walianza itwa chukizo ya uharibifu. Yesu mwenyewe alianza ita, mtakapoona chukizo ya uharibifu limesimama mahali patakatifu.
asomaye na afahamu. Branham akaja kufafanua na kufasiri kwamba chukizo ya uharibifu ni msikiti wa Omari ambao wale Warumi walipokuja wakavunja ule msikiti ule hekalu ya Sulemani pale Yerusalemu na kuua watu. Waislamu wakapata nafasi wakajenga, na ndio maana leo pale kwenye kulikuwa hekalu ya Sulemani huko msikiti wa Waislamu. Unasikia vizuri? Sasa Waisraeli hawatakubali kwa sababu ni sehemu yao ambao walikuwa na weka ya maabudio. Kutakuwa ni vita. Na ndio maana unakuta hata leo hivi bana pambana Israeli na wanani na Waarabu. Unasikia vizuri? Watu wote Wayahudi, Waisraeli na wa Palestina, baba yao ni nani? Huyu. Unasikia vizuri? Ibrahimu. Wote watoto wa Ibrahimu. Tunasikia vizuri? Nifuate vizuri hapa. Tunaenda malizia hapa. Ibrahimu wakati alipozaa alianza kuzaa na nani? Na Hajiri. Akazaa nani? Ismaeli. Baadaye Sara akazaa Isaka. Sawa? Ismaeli ndo alikuwa mtoto wa Ibrahimu. Na Mungu akawa anamwambia uzao wako nitaubariki. Kila uzao wako utabarikiwa. Pata hapo. Sasa ukiangalia hapa, Sara baada ya kuzaa Isaka alienda oa nani? Rebeka. Si ndio hivyo? Sara alipokufa, Ibrahimu akaoa mwanamke mwingine ambaye aliitwa Ketura. Ndio niliona fremu moja naye alikuwa anaifundisha Jumapili hapa. Habari za hizi. Sawa? Sasa mimi niko hapa. Mke wa tatu wa Ibrahimu alikuwa Ketura. Baada ya Sara kufa. Yaani Isaka alioa Rebeka akiwa na miaka 40. Yaani Isaka kueneza miaka 40, Sara akakufa. Hakuona wajukuu wake Sara. Unasikia vizuri eh? Sasa kwenye naongelea hapa, kwenye tutamalizia ni hapa. Ismaeli alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Ibrahimu, lakini hakukuwa mtoto wa ahadi. Na ndio maana unaona hata leo Waarabu wanabarikiwa kwa sababu wakumulinyia nani? Ya Ibrahimu. Na wenyewe wanabarikiwa. Sawa? Sasa ahadi ya Mungu ilikuwa kwa Ibrahimu kuzaa na Sara apate mtoto wa ahadi Isaka. Sasa hii uzao wa Isaka ndio kwa wateule, lakini kwa Ismaeli hakuna wateule, kwa sababu hawa ni watoto ambao walibarikiwa tu, ambao walizaliwa na Ibrahimu, lakini sio watoto wa ahadi, kwa sababu Ismaeli hapa alizaliwa baada ya mashaka ya nani? Ya Sara. Ndio Ismaeli akatokea. Ni mtoto ambaye alitokea kwa mashaka ya neno. Tunasikia vizuri? Lakini ijalishi hivyo, atabarikiwa kwa sababu ni uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Lakini Mungu yeye anatuangalia ni ahadi. Na ndio maana leo makanisani watu wote wanahubiri Yesu, kubarikiwa wanabarikiwa. Lakini sio wote ambao wameahidiwa kunyakuliwa kwenda mbinguni. Tunasikia vizuri? Na Bwana abariki ya machache. Sasa zimeisha. Tusimame. Ndio maisha. Tulianza nyuma.
uzimani Yesu Mwokozi. Aliaronia hakika akanitia nashiba roho kwa Mungu na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa nuruni na nuruni Yesu Mwokozi. Nashiba roho kwa raha yangu na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa nuruni kabisa na nuruni Yesu Mwokozi. Dogo stop hapo.